Bwana abariki. Amen. Nachukua fursa hii kuweza kuwasalimu wote katika jina la Yesu Kristo, nikiwakaribisha mjisikie huru asubuhi ya leo. Amen. Hatuna mambo mengine kama hatuna biashara nyingine yenye sisi tumekuja kuweza kufanya, ni kuweza kusikiza tu mapenzi yake makamilifu. Amen. Na mapenzi ya Mungu makamilifu, unajua anatumia mwanadamu. So ukiona mwanadamu akiwa mahali na amefungua neno la Mungu, unajua kwamba ni mapenzi ya Mungu ama ni mapenzi yake. So itakana unakaa mahali kwa kusudi ya kuweza kutofautisha kama ni mapenzi ya Mungu ama ni mapenzi ya mwanadamu. So tuamini, tuombe. Baba, tunakushukuru, shukrani kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tusema ni asante, umekuwa Mungu mkuu, umekuwa Mungu mwema Bwana katika maisha yetu. Umetuhifadhi, umetupatia nguvu, umetupatia Baba chenye tunahitaji kila wakati ambao huwa tunakuomba Bwana. Umetupatia jamii, umetupatia Bwana Mungu wangu majirani, umetupatia Baba wa ndugu na wadada, umetupatia wenye tunafanya nao kazi, na jina lako likapewe sifa Bwana. Na Baba, nasema ni asante kwa maana najua kwamba Bwana wote ni viumbe vyako Mungu wangu Kristo. Na Baba, sisi tukiwa binadamu umetuweka mahali pale kusudi ya kuweza kuchunga nafsi zao. Tunakabidhi nafsi zao mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya asubuhi ya leo. Walio wagonjwa mahali popote penye hapo tunawasalimisha mikononi mwako, tukijua kwamba wewe ndio mshindi na wewe ndio mfalme na ndio mponyaji Bwana katika maishani mwao. Baba, wakati ambao tumekuja kusudi ya kuweza kusikia kutoka kwako na kuweza kusikia mapenzi yako makamilifu. Baba, hata chombo chenye Baba umeteua Bwana kwa ajili ya wakati wa kusudi ya kuweza kutumia. Baba, najua kwamba akifai mbele zako tu Mungu wa Kristo, bali anahitaji neema zako na anahitaji rehema zako miongoni mwetu Mungu wa Kristo. Kwa lolote kwa chochote ambacho Baba utakalonena kupitia ndani mwake, Baba Mungu wangu tusaidie Baba, tusikaone bali tupate kuona utukufu wako na sifa na utukufu tupate kurudia. Mbinu zote njia zote mwaushetani zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Hata wadada zetu wenye hawajafika na wakabidhi mikononi mwako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Uzidi kuwatumia tu kama chombo cha kuweza kutenda Baba anayekubalika mbele zako Kristo. Atakati ambao kisafiri akifika mahali hapa Baba, sifa na utukufu tupate kurudia. Baba, atakati ambao ananyenyekea kiti chako cha enzi kwa kusudi ya kuweza kusoma maandiko, tunakabidhi kila shughuli na kila jambo mikononi mwako wewe mwenyewe Baba, ukashika uongozi miongoni mwetu. Nakabidhi yote kwako tukijua kwamba umesikia na ni katika jina la Yesu Kristo mpata kuamini. Amen. Tutasoma tu mahali penye tulisoma last Sunday. Ilikuwa Numbers. Joy, ilikuwa Numbers. Tulisoma last Sunday Numbers. Joy, tulisoma Numbers. Umesahau? Ilikuwa Numbers 21 verse 5 to 9. Hapana kusahau mambo ya Mungu hivyo na nini kijana. Mwalimu akikuja kuuliza, jana tulisoma nini, unakuanga tayari sharp uweza kujibu kumwambia mwalimu tulisoma hivi na hivi na hivi. So tulisoma Numbers chapter 21 verse 5, inasema hivi: And the people spake against God and against Moses, Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Is there no bread, neither is there any water, and our soul loatheth this light bread. And the Lord sent fiery serpent among the people, and they bite the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Na Mungu aongeze baraka katika neno lake. Tuketi chini. Amen. Brother Branham alihubiri hapo ujumbe akasema kwamba look away to Jesus. Tazama aliko Yesu. So tulikuwa naongea jana Jumapili iliyopita
lakini hiyo ujumbe si download kwa kupitia kwa mtandao, kwa sababu tulikuwa na kelele mingi sana. Radio ilikuwa juu zaidi. Najua hapo mtu anakuwa keen, akianza kusikiza alafu anasikiza makelele mengine, hiyo inafikanga mahali inaleta confusion. So tulikuwa na confusion katika hiyo, ndio kwa maana si kushughulika. Kwa sababu najua instead ya mtu kuweza kusikiza, atakuwa anauliza maswali. Na kwani ni nini yenye inatendeka pale nyuma ya hiyo ujumbe. So nilionelea haikuwa vyema sana kwa kusudi ya kuweza kuwachilia. Najua ukiwachilia hivyo katika mtandao inaendea watu wengi. Inafikanga kwa ulimwengu mzima. Hata mtu mwenye ajui Kiswahili huwa anafanyanga mahali anaweka sijui interpretation, alafu inaanza kumletea katika hali ya Kizungu. So ndiposa hatukufanya hivyo. Na tunaomba kwamba Mungu atatusaidia na Mungu atatuhifadhi. Kwa sababu najua kwamba hapa duniani si kwetu. Tunatarajia. Unajua ukiwa kwa mtu huwezi kufanya mambo yako, sababu huyo mtu unakuwa chini yake. So lazima ufanye tu venye yeye anataka. Na vile ambapo tuko hapa duniani lakini sisi si wa dunia. So kila wakati tunatafuta mji. Abraham ndiye alikuwa anasema kwamba anatafuta mji. Mbunifu na mjenzi ni Mungu, na akapata huo mji. So hata sisi mahali penye tuko hapa si mahali penye tunasema kwamba hapa ni mahali petu. Tunatazamia. So mahali popote penye huko inakupasa sana kila wakati unaombea hali. Hiyo hali ilifika mahali mpaka ikanitisha sana katika maisha yangu. Mahali penye unaweza kufika mahali alafu shetani anakuja anachukua mamlaka kwa mambo ya Mungu. Najua nimekuwa nikiangalia nasema mahali popote penye tuko, wakati ambapo najaribu kuambia mtu neno la Mungu na mtu anakataa, uzibishane na yeye ama usingangane na yeye. Kwa sababu namwambia mapenzi ya Mungu makamilifu. Na wakati namwambia mapenzi ya Mungu makamilifu akikataa, wewe wachana na yeye. Mpatie muda. Atakutana naye kule mbele ama yeye mwenyewe atakutana na Mungu mwenyewe. So kwa kila kitu ama kwa kila jambo ambalo unaelezea mtu, hakikisha umeshaushika zaidi ni neno la Mungu na anakataa, wachana na yeye. Wewe hujaambiwa enda waokoa. Maandiko imesema kwamba endeni mkawahubirie. Wakatae, wakubali, hiyo si haja yako. Nia yako, haja yako kambiani kitu chenye Mungu amesema usingatie kabisa ni kwenda kuwaambia. Bwana bariki sana. So na hapa duniani kuna tu vitu halali tu venye watu wanafanya, lakini ndani ya hizo vitu wanatenda dhambi ndani mwao. Hata nianza hapa na quote kidogo ndio turudi katika ujumbe wetu. Brother Branham anasema kwamba now look on me. Sasa tazama. Look on me. Nitazame. Sasa unitazame. Sir. Just a minute. Bwana, kwa muda tu. Mtazame kwa muda tu. Just in order that you and I could come in contact with the Lord Jesus. Ili mimi na wewe tukapate kuwa na mawasiliano na Mungu. Ama wewe na mimi tuwe na mawasiliano na Mungu, ni unitazame kwa muda. Bwana asifiwe sana. Amen. So wakati ambapo unaenda unaongelesha mtu na mtu anakutazama ama anakusikiza kwa muda, akikusikiza kwa muda, then huyo mtu wewe na yeye mtakuwa na contact na Yesu Kristo. Na mkikuwa na contact na Yesu Kristo mwenyewe atafahamu na gani atashuka na atawaelekeza, ama atakuambia ama atakufunulia yenye wewe unataka. Unajua hakuna mwanadamu mwenye anajua yenye wewe unafikiria. Kama naweza simama hapa ndeni niseme yenye wewe unafikiria, basi mimi.
kwa sababu mimi sijalala na wewe, mimi sijashinda na wewe, mimi sijui venye wewe huko, ama mimi sijui hali yako. Mwenye anajua hali yako ni Yesu Kristo. Na wakati ambao utamtazama ndani ukuwe na personal experience ama personal contact na yeye, sasa utajua kwamba si huyu mtu, ni yeye ndani ya huyu mtu. Bwana asifiwe sana. If I be his servant, if I be his servant, iwapo mimi ni mtumishi wake, Jesus said, Yesu alisema, kama mimi ni mtumishi wake, ama kama wewe ni mtumishi wake, Yesu Kristo alisema namna gani? Alisema, the things that I do shall you do also. Vitu ambavyo navifanya pia wewe utavifanya. Mambo yote yenye Yesu Kristo alifanya, hata pia wewe utafanya namna gani? Utafanya. Kama gani? Kuponya. Yesu Kristo aliponya. Kumaanisha kwamba ukiwa mtumishi wake, hata wewe utafanya namna gani? Utaponya. Tu kama yeye. Kwa sababu Mswahili anasema kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka, na mtoto wa ng'ombe ni ng'ombe, na mtoto wa Mungu hakuna kitu kingine. Mtoto ya Mungu ni Mungu. Mtoto wangu ni mimi mwenyewe, sababu karakta zote zenye mimi niko nazo ziko ndani ya huyo mtoto, hata akiwa msichana, hata akiwa kijana. Bwana asifiwe sana. Brother Branham anasema kwamba yenye Mungu alikuwa yote alimwaga ndani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kumaanisha kwamba yenye Mungu alikuwa inafanya kazi ndani ya Yesu Kristo. Na yenye Kristo alikuwa yote alimwaga wapi? Ndani ya kanisa yake. Kumaanisha kwamba yenye Yesu Kristo alikuwa anafanya, yenye Mungu alikuwa anafanya, aliweka ndani ya Yesu Kristo. Sasa yenye Yesu Kristo alifanya hapa duniani, alimwaga yote ndani ya kanisa. Kumaanisha kwamba kanisa litafanya tu venye Kristo alikuwa akifanya. Bwana asifiwe sana. Kama Kristo aliomba, kanisa inapaswa liombe kama nani? Kristo. Kama Kristo alihubiri, lazima kanisa lihubiri kama nani? Kama Kristo. Kama Kristo alivaa, lazima kanisa livae kama nani? Kama Kristo, si kama mchungaji. So kumaanisha kwamba mfano wako isikuwe si kanisa itakuwa mfano wako. Mfano wako ni Yesu Kristo. So kanisa ni bahari yote. Bwana asifiwe sana. Ukitoka hapa ukienda Mombasa, ndio kuambia kwamba Indian Ocean ni hiyo maji ya Indian Ocean ni ya chumvi. Haipaswi utoke hapa uende katikati hapo utest maji ndio sema kumbe ni chumvi. Hapana. Hata ukiwa tu hapa tu katika Ibango pale, alafu test hiyo maji ni chumvi, kumaanisha kwamba hiyo bahari yote ni nini? Ni chumvi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So wakati ambapo unakuja neno naamini neno la Mungu, alafu neno la Mungu linakuwa tamu, linakuwa tu tamu lote. Amen. Bwana asifiwe sana. Hata waliambia kwamba mkichinja huyu mwanakondoo ama mwanakondoo kule, mkule wote. Bwana asifiwe sana. Kama hii jamii ni ndogo, mkusanye pamoja, alafu mkule kila kitu. Bwana asifiwe sana. Hii ni neno la Mungu. So neno la Mungu hakuna mahali penye utakula hii na unawacha hii. Neno la Mungu unafaa ukule yote. Bwana asifiwe sana. So yote yenye ilikuwa ndani ya Yesu Kristo iko ndani ya kanisa. Na alisema na Malagani, mahali 2 au 3 wamekusanyika katika jina langu, yeye mwenyewe ako hapo. So yeye mwenyewe amemwaga kila kitu chenye anataka wewe uwe mahali hapo. Ni wewe uende uamini. Bwana asifiwe sana. Amen. The things that I do shall you do also. Mambo yote yenye mimi nimefanya, mkiniamini, hata nyinyi mtafanya tu venye mimi nilifanya. Mateso yote yenye nilipitia, hata nyinyi mtapitia. Kudhiakiwa kote kwenye nyinyi mimi nilipitia, mpaka hata nyinyi mtafanya mna gani? Mtayapitia, kwa sababu nyinyi ndio mimi. Bwana asifiwe sana. Alafu anasema a little while and the world will see me no more. Muda kidogo dunia haitaniona. Muda kidogo dunia haitaniona, kwa sababu hawanijui, hawanifahamu. Hata nikisimama mbele yao nikiwaelezea, hawawezi kuelewa, hawawezi kufahamu, kwa sababu hawakuwa ndani yangu kabla ya kuweka misingi.
kwa sababu mimi nimekuja kwa walio wangu. Bwana asifiwe sana. Mimi sijakuja kwa watoto wa jirani. Mimi nikitoka hapa nikienda kwangu, siendani kwa watoto wa jirani. Siendi kwa nyumba ya jirani, naenda kwa watoto wangu. So Yesu Kristo wakati ambapo amekuja kwa walio wake, na walio wake watamjua, na wasiokuwa wake hawatamjua, kwa sababu hawakuwa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Amen. So wewe unajua Yesu Kristo kwa sababu ulikuwa ndani yake. A little while and the world will see me no more. Muda kidogo dunia haitaniona. That's the unbeliever. Huyo ni asiyeamini. Hawa ni watu wasiamini, kwa sababu mwenye anaamini anafahamu gani atamjua na atamtambua. Bwana asifiwe sana. Wakati ambao Mungu alienda kutembelea Abrahamu, Abrahamu alifika mahali akamtambua, alimjua, alimsema kwamba my Lord, akamkaribisha. Lakini wakati ambao alienda kwa Lot na watu wawili wanakuja anasema my Lord. Yaani mabwana, yaani Lot hakuwa na ufunuo, lakini Abrahamu alikuwa na ufunuo. So inamaanisha kwamba ukitembea hapa duniani lazima uwe na nini? Na ufunuo. Na hakuna mahali penye tutafika mahali sema kwamba leo tunataka kufundisha hii ni shule ya ufunuo. Hakuna mahali penye wanafundishanga mambo na ufunuo. Ufunuo ni Mungu mwenyewe anakufunulia. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hao, yani a little while and the world will see me no more. That's the unbeliever. Hao ni wasio amini. Bwana asifiwe sana. Na wasio amini wako miongoni mwetu. Wenye wanaamini wako miongoni mwetu. Wenye wanajifanya kuamini wote wako miongoni mwetu. So mahali penye sisi tumekusanyika, tuko na 3 kinds of believers. Na utawatambua namna gani? Utawatambua kwa matunda yao. Haya. Amen. Bwana asifiwe sana. That's the unbelievers. Hao ni wasioamini. They are out to ball games and swimming. Kule nje kucheza michezo ya mipira na kuogelea. Hao watu wako kule nje kwa michezo ya mipira na kuogelea. Bwana asifiwe sana. Ndipo sasa wanavyama maana nasema kwamba wewe ukiwa Mkristo haifai uingiwe na hizi maroho za mipira. Bwana asifiwe sana. Wewe uko kanisani na pia tena wewe ni shabiki. Wewe uko kanisani, wewe unacheza mpira. Bwana asifiwe sana. They are out to ball games and swimming. Wewe ni mwaminio, unachukua watoto unapeleka swimming. Kina Joel unawapeleka swimming. Wamama wametoa nguo pale na wazee wako wametoa nguo pale na watoto wako pale na manguo wametoa nguo, wanaangalia. Mama angalia huyo mtu. Bwana asifiwe sana. Hiyo sio mambo ya mwaminio. Bwana asifiwe sana. Ati shule tunataka tupeane pesa watoto waende swimming pool. Waambie kulingana na imani yangu nimesoma hapa, mtoto wangu hawezi kufanya mambo kama hiyo. Na usipolipa hawatakushika kupeleke ndani. Unaambia mtoto akae na mtoto anakaa. So ukiwa mwaminio, then wewe ni shabiki wa mpira, hiyo sio roho ya mwaminio, ni roho ya mtu asiyeamini. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwa mitandao ndugu anachukua kikombe, sijui kilikuwa chenye timu ilishinda kule, ameweka hapo picha yake, then ameweka hapo picha kikombe, anasema kwamba tulingoja zaidi sijui for 22 years ndio tumefaulu. Mungu ashukuriwa sana. Ni Mungu gani? Ni Mungu gani huyo mwenye wewe ni unbeliever? Wewe uamini Mungu. Ungekuwa unaamini Mungu, ungeweka hizo posti zako, ungekuwa una advertise mambo ya Mungu. Lakini kuchukua mambo ya mipira tena unaweka pale, unaenda ku advertise. Hiyo sio roho ya Mungu. Bwana asifiwe sana. They are out to ball games, wako nje kwa mambo ya mipira. Sasa hivi mpira zinaendelea. Mtu anakataa kuingia kwa ushirika, mtu anakataa kwenda kwa nini? Ameamukia mchana yote yeye ako kwa mpira. Yeye ni shabiki wa Manchester United, yeye ni mashabiki wa Real Madrid, yeye ni mashabiki wa Gor Mahia, yeye ni wa Kakamega Homeboys. Hiyo sio roho ya mwaminio. Bwana asifiwe sana.
Hao watu wenye mtanisikiza kupitia katika hii mahubiri, hiyo sio roho ya mwaminio, hiyo ni roho ya mtu asiyeamini. Kama wewe unafanyanga hivyo na kuweza kupost, ujua kwamba roho iko ndani yako, sio roho ya mwaminio. Lazima urudi katika drawing board, uende katika chumba cha juu siku ya Pentekoste ifanyike ndani yako, ndiposa upate kuondokea haya maneno. Amen. Bwana asifiwe sana. Hata tunaweza kuwa tunakudhulumu. Unaweza hawa watu wananidhulumu. Hatukudhulumu. Chenye kiko ndani, yani kitu chenye maumbile kiko ndani yako lazima ibadilishwe. Bwana asifiwe sana. Uwezi kuchukua nguruwe, upige nguruwe brush, uoshe nguruwe, umusafishe mzuri, then alafu ambie nguruwe kuja tuende tembea na yeye town. Nguruwe atakubali, mtaenda na yeye. Utakuwa tu salama kama hiyo nguruwe haitapata matope kule mbele. Kwa sababu wakati ambayo itapata matope kule mbele na nature yake inasikizana na hapo, saa atalala mahali pale, ndiye anafahamu na gani afurahie. Bwana asifiwe sana. Wewe unakuja kanisani, wewe ni song leader, unafurahia, lakini jioni ikifika, wakati ambapo Real Madrid inacheza na Manchester United, wewe uko katika showroom. Bwana asifiwe sana. Yani wewe ni kunguru. Wewe unakula mzoga, tena unakula nini mbegu. Yani unakuja kanisani unafurahia, tena huko unafurahia. Tena unafika mbona unasema kwamba nipatie quote. Yani brother Branham alisema kwamba mpira ni mbaya. Bwana asifiwe sana. Amen. A little while and the world will see me no more. That's the unbelievers. Hawa ni watu wasioamini. They are out to ball games and swimming. Kule nje mchezo wa mpira na kuogelea. Hata kuna wakati moja ndugu alienda akaogelea, akaruka kwa maji, akaogelea, akakufia huko. Umeshawaisikia kweli? Unaenda unaogelea ambapo unakufia huko. Unaogelea ambapo unakufa huko. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Hiyo ni njia yako. And so forth. Na mengineyo. They will never see him. Hautamuona. Wewe wakati ambapo unashikilia hiyo timu yako, wakati ambapo unashikilia sijui African Cup of Nation, World Cup inaendelea, wewe unashikilia na wewe ni mwaminio, hutamuona. You will never see him. Hutamuona. Na kama hutamuona atakusaidia namna gani? Hii si kwa hii yenye anasema si kwa mtu mwenye asiamini, ni mtu mwenye anaamini. Hii ni chakula cha mwaminio. Hii si chakula chenye asiamini. Tunafika mahali sema leta quote, hata tukikupatia quote hautaamini. Kitu chenye wewe kimtakana kifanyike kwako ni hiyo maumbile yenye iko ndani yake, fahamu na gani ibadilike. Bwana asifiwe sana. But you shall see me. Lakini mtaniona. For I will be with you. Kwa kuwa nitakuwa nanyi. In you. Na ndani yenu. To the end of the world. Mpaka mwisho wa dahari. Wewe utaniona kwa sababu nitakuwa ndani yako, nitakuwa pamoja na wewe hadi mwisho wa dahari. Bwana asifiwe sana. Huyo sasa ndio mwaminio. Mwaminio ananga haya maneno. Haya maneno ya mipira hii, haya maneno ya swimming pool, wanavalisha swimming costumes, wanapeleka mtoto hapana. Hayo sio maneno yetu. Hiyo it is not our diet. It is not our balanced diet. Hiyo sio diet yetu. Hiyo sio fundisho yetu. Bwana asifiwe sana. Na kama ulikuwa unapenda hiyo kwenda kufanya na kwenda kuona, sasa ujue kwamba nitakani ufike mahali penye nitakani weke nini about turn. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mambo ya dunia na mambo ya Mungu haiingi. So ukichanganya na uchanganye, hautaona mapenzi ya Mungu. Na hutajua mapenzi ya Mungu ni nini, na hutajua Mungu anatoka wapi na anaenda wapi. So wewe kama unapenda hiyo, so ujue kwamba hiyo ni ya watu wa dunia. So tukikuona wewe una post na unakuja na unaangalia hiyo, tunajua kwamba wewe si mtu wewe si Mkristo, bali wewe ni mtu wa dunia. Ambapo unafika mahali unaona tena mwingine naye anafika mahali anaenda paka kwa maandamano, anavaa kitambaa cha Kenya huku, anasema kwamba my rights.
Hiyo ni haki yako, na wewe unaweza kuwa hapa duniani alafu then unasema vitu ni haki yako. Haki yako ni kumtafuta Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haki yako ni kufunga na kuomba. Haki yako kama Mkristo ni kwenda kushuhudia venye Yesu Kristo alikuwa anafanya. Wewe ukimwamini tena wewe ufanye hivyo hivyo. Amen. Hiyo ndio haki yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukienda mahali penye tumesoma asubuhi ya leo, Brother Branham alihubiri ujumbe akasema kwamba look away to Jesus. Tazama Yesu. Ukitaka hiyo quote ya mpira hiyo, ni proof of his resurrection. 55:0410M. Thibitisho ya kufufuka kwake. 55:0410M. Mwaka wa 55. Mwaka 55 mwezi wa 4 tarehe 10 asubuhi. Paragraph 336. 336 mpaka 338. Hiyo. So tukienda mahali penye tumesoma asubuhi, tumesoma inasema namna gani? Brother Branham alihubiri akasema kwamba look away to Jesus. Ndiye Yesu. And the people spake against God and against Moses. Watu walinena kinyume cha Musa. Na watu walinena juu ya Musa na juu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kunena juu ya mtu. Unajua unaweza kufika mahali unaongea juu ya mtu, ni ujui ya kwamba unaongea juu ya nani. Ni ujui mahali penye huko umekaa na nani. Ama mwenye unamuongelea ujui anatoka wapi na anaenda wapi. So hawa watu walinena juu ya Musa na juu ya Mungu. So ndio nilikuwa nauliza kwamba hawa watu walipata wapi Mungu ndio wakaanza kuongea juu ya Mungu. Wakati ambapo unaongea dhidi ya ndugu, wakati ambapo unaongea dhidi ya dada, sasa unaongea dhidi ya nani? Dhidi ya Mungu. So nilikasema ukiwa kwa nyumba, ukiwa mama, wakati ambapo wewe unaongea kinyume kwa bwana yako, hauongei kwa mtu mwingine kinyume, bali unaongea kwa nani? Kwa Mungu. Na wewe ukiwa bwana, ukiwa kwa nyumba, ukiongea dhidi ya bibi yako, unaongea dhidi ya Mungu. Kama kuna makosa yenye imewapata, kama kuna makosa yenye unaona kwa bwana yako, ama kama kuna makosa yenye unaona kwa bibi yako, njia ya kipekee ya kuweza kusuluhisha maneno, kaeni chini wawili, then muongee. Kwa sababu unapitia kwa maneno yenye usemi na inaumbika ndani yako. Amekukosea unaweka, amekukosea unaweka. So wakati ambapo inafika mwisho, uamuzi wenye unafanya uamuzi ulio makosa. Unaona mtu anafika mahali anakunywa sumu, mtu anafika mahali anaenda kujirusha kwa maji, mwingine anafika mahali ananunua kamba. Unamuuliza ni nini mbaya? Mwenye bibi yangu amenifanya. Yaani bibi yako alikuwa amefanya na huyu jamaa anaona, lakini haongei na ananyamaza. Hii mambo ya kunyamaza si mambo mzuri. Bwana asifiwe sana. So hawa watu walikuwa naongea kuhusu Musa na wao kujua Musa ni nani. Musa alikuwa amechaguliwa na Mungu. Na Musa alikuwa amechaguliwa na Mungu ndiposa akuwe mkombozi. Bwana asifiwe sana. Mahali popote wakati nilikuwa nasema ukiwa kwa nyumba, Mungu amekuchagulia mume na huyo mume ako katika nyumba. Si pasta alikwambia aenda olega kwa huyo, hapana. Ni wewe mwenyewe ulitembea kutoka kwenu nukakuja kwake nukasema kwamba kwa watu wote wenye nilikuwa naona wewe bwana yangu, sasa wewe ndio tosha. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambapo wewe ndio tosha, nitafanya chochote chenye wewe kitakupendeza. Si kuoneka kwako kwa sababu uko na pesa ama uko na gari ama uko nini. Ni kitu ndani yangu kinimefuruta nini kwako. Bwana asifiwe sana. Unajua kitu chenye kinaletanga jamii pamoja ni inakuanga ni upendo. Hata kama mmelala njaa, hata kama mmekosa, lakini mmependana, hiyo ndio ina sustain pamoja. Si unaoleka kwa mtu kwa sababu ako na pesa. Hizi pesa zinaisha.
Si akano kwamba akana magari, haya magari nafika mahali anaweza kuuza. Lakini mtabaki wewe na yeye, na utabaki na hiyo. Kama ilikuwa upendo, hiyo upendo itakuwa ndani yako mpaka vile atazeeka ama mpaka vile atakufa. Bwana asifiwe sana. Hata kama mama amezeeka, unaona kwamba ako na mikunjo, akiangalia kwa uso anaangalia ni kana kwamba analia. Lakini kama hiyo upendo ulikuwa tu ndani yako, upendo hauzeeki, utampenda tu venye alikuwa tu msichana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio upendo wa kweli. Si upende mwanamume kwa sababu amenona mgongo. Sijui ako na mikono mikubwa, anaweza kudondoa mahindi karibu gunia 10 kwa siku mzima. Sijui huyu mama, sijui msichana ako na miguu mnono, akikanyaga anaweza kukanyaga mawe mpaka mawe pasuke. Yani mama huyu, yani ako na roho ya business, ako na damu, sijui akishika kile kitu kinafanikiwa. Hiyo ndio umeona kwake. Haya mambo yote inaisha. Hakiwa mnono hivyo anaweza kufika mahali na shida zikuje na akue na akue mkonde. Sasa utafanya namna gani? Na kama ni hiyo ndio ilikutuma kwake, mimi nakwambia utafika mahali utaenda kuleta tu mwingine. Bwana asifiwe sana. Waacha ule upendo. Yaani Yesu Kristo mwenye ako ndani yako. Yesu Kristo akiwa ndani yako azeeki. Hata kama miili zinazeeka, lakini upendo ungali huko tu venye ulikuwa. Bwana asifiwe sana. Amen. So watu wakaanza kuongea kuhusu Musa. Mara Musa sijui umefanya. And people spake against God and against Moses. Watu wakanungunika juu ya Mungu na juu ya Musa. Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Mbona umetutoa katika nchi ya Misri wewe? Umetuleta huko ndiposa tukuje tukufe katika jangwa. Haikuwa mapenzi ya Mungu akufe katika jangwa. Haikuwa nia ya Mungu. Na nikasema kwamba haya mambo yenye sisi tunapitia katika jamii, si Mungu anataka tupitia katika ya maneno. Ni wewe mwenyewe umeamua. Hizi shida zenye unaona kwamba zinatugandamiza, haya misiba zenye tunakuwa nazo kila wakati, hii mambo yote yenye unatuona tuko ndani yake, hii si mapenzi ya Mungu, ni uchaguo wako wenye wewe mwenyewe ulichagua. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni mambo yako yenye wewe ulichagua. Kama wewe mama uko na roho mbaya, hiyo roho yenye iko ndani yako mbaya, si Mungu alikuchagulia uwe na roho mbaya, ni wewe mwenyewe ulichagua kuwa na roho mbaya. Na pia tena uko na nguvu na uwezo kuweza kuchagua pia tena uwe na roho mzuri. Uchaguzi uko katika mikono yako. So Mungu alichagua watoke katika hiyo inji wakuje katika inji ya ahadi. Kwa sababu aliambia Abrahamu, mbegu yako itaenda katika inji ya ahadi, lakini mimi Mungu mwenye nguvu nitakuja kuwakomboa wana wa Israeli na mkono wangu wenye nguvu. So wakati ambao Musa alikuja kwa kusudi ya kuweza kukomboa. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo unapewa neno, unapelekea mtu, sasa wewe ndio unakuwa mkombozi. Akikubali hiyo neno, then aondoke katika hizo hali, atakuwa amekombolewa, utakuwa umemkomboa. Bwana asifiwe sana. Sasa Mungu anakomboa mwanadamu kupitia ndani mwako. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema namna gani? Inasema wanawezaje kusikia? Watasikia namna gani pasipokutuma mhubiri wa kuweza kuelezea kule? Lazima wakitaka kusikia, lazima watumie nani? Mtu. Mungu ndani ya mtu anaenda kuambia Mungu anataka hivi na anataka hivi. Akisikia ndena amini, atakuwa amekuja katika ufalme wa mbinguni. Hata wewe utakuwa umebarikiwa na kuweza kufanikiwa. So watu wakaanza kulalamika dhidi ya Musa. Na Musa alikuwa amekuja kwa kazi ya kuweza kukomboa. Na hao watu instead ya kuweza kuangalia Musa anasema nini, sasa wanaangalia mambo yao. Ndipo unasikia ndugu anakuambia wakati ulikuwa wetu, tulikuwa tunaomba, tulikuwa tunafanya. Sasa unamuuliza na nyakati hizi, kwani huyo Mungu amebadilika? Mungu hajabadilika. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajabadilika.
ni sisi wanadamu tunabadilika. Ndani wakati ambao tunabadilika, tunafanya Mungu kuwa Mungu wa historia. Na kila wakati mahali popote penye tuko, tusifanye Mungu kuweza kuwa Mungu wa historia. Lazima tumuondoe katika historia. Tumweke hapa Mungu aishi. Amen. Sababu maandiko inasema ya kwamba nyinyi ni nyaraka zilizoandikwa, zisomwe na watu. So mahali popote penye unapita, mtu asiende katika maandiko kuweza kusoma. Wewe tayari ni nyaraka. Bwana asifiwe sana. Wewe ndio yani wewe ndio fingerprint. Yani wewe ndio signpost. Kuambia watu ukitaka njia ya kwenda mahali fulani, njia ni hii. Ukitaka njia ya kwenda kwa Yesu Kristo, njia ni hii. Bwana asifiwe sana. Lakini tumefika mahali tumechukua signpost zingine tofauti na maisha yetu. Is your life worthy of the gospel? Bwana asifiwe sana. Maisha yako inastahili injili. Kuongea kwako kunastahili injili. Kujiendesha kwako kunastahili injili. Mahali penye unafanya pale, wewe unastahili injili. Kwa kila jambo lenye wewe unafanya, jipime na injili mahali popote penye huko. Kwa sababu wewe ni nyaraka ambayo umeandikwa, inasomwa na watu. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na t-shirt na imeandikwa jina fulani, tulikuwa na mama mwingine alikuwa na t-shirt alikuwa ameandika dead inside. So amevaa sweater imeandikwa dead inside. So akipita maana anasema dead inside, yani aliyekufa ndani ya hiyo sweater. So huyo mama anatembea lakini yako ndani ya sweater lakini amekufa. Kwa vile hiyo kibandio kinasema hivyo. Bwana asifiwe sana. So akipita kwa anasema wenye umekufa uko ndani ya habari. Anakuambia nini mbaya bana, nasoma tu yenye iko ndani yako. So ukienda mahali, ukipita mahali, lazima uset influence iliyo mzuri. Bwana asifiwe sana. Brother Branham anasema kwamba kulikuwa na mjama mmoja alikuwa anapeleka zawadi katika kijiji fulani. So wakati ambapo alienda katika nyumba fulani, akakuta kule pombe. Sasa akawa influence na pombe. Na kule US unajua mvua inanyesha, then kunakuwa na snow. So wakati yeye alikuwa anatembea, sasa akienda kwake, alikuwa anatembea zigzag. Sasa amelewa. Anapeleka mguu hivi, anarudisha hivi. Sasa na mtoto wake nyuma, akaona hiyo ni mchezo mzuri sana. Sasa mtoto wake naye alikuwa anamfuata. Anatembea hivi na mtoto naye anatembea hivyo tena. Sasa wakati aliangalia akasema, mtoto nini baba? Mtoto baba, najaribu tu kutembea katika nyayo zako. Bwana asifiwe sana. So vile wewe unaongea kule kazini, usikafikirie hiyo inaendanga tu bure. Watu watatembelea tu hizo nyayo zako tu. Yote ndio wewe utasema. Watasema tu hivyo. Ukitembea twist sijui kuku style, watu wataanza kutembea tu makuku style huko tu. Kwa sababu wameona ndani yako umewa influence. Bwana asifiwe sana. So influence yako mahali popote penye unaenda, wewe huo una influence watu namna gani? Why you brought us out of Egypt? Yani hawakutaka watoke huko. Ni watu wenye walikuwa wamezama sana kule Misri. Ni mtu mwenye amezama zaidi katika ulimwenguni, hataki kutoka huko. Kwa sababu unajua utampoteshea biashara. Sababu unajua wakati ambapo unakuja kwa Yesu Kristo anatandika hizo biashara zako, anakupatia biashara zingine mzuri, na anakupatia marafiki walio wazuri, marafiki wa aina yako. Bwana asifiwe sana. Unajua mzungu anasemanga the birds of same feathers flocks together. So kwa Kiswahili anasema namna gani? Ndege wa sura moja ama ndege wa rangi moja wanaruka pamoja. So tukienda kule ulimwenguni hiyo inafanyika. Lakini ukienda kanisani, ukikuja kanisa kama hapa, unakuta ndugu kuku wako hapa, ndugu bata wako hapa, ndugu mwewa wako hapa, ndugu hondo wako hapo, ndugu sijui kunguru wako hapo. Bwana asifiwe sana. Wewe umeshawahi, wewe utajua kuku na vifaranga wako hapa, ndeni mwewa wako hapa. Sasa hao ndio wanasema kwamba mshikane. Si hii mwewe itamaliza hizi vifaranga. Na pia tena ikishamaliza vifaranga tena ikule plus na hiyo kuku. So kuna watu wameingia makanisani na hawa watu hawakuwa mahali hapo. Wengine ni wachungaji, wengine ni wazee wa kanisa, wengine ni wainjilisti,
lakini wako na roho ya mwewe ndani yake. So wakiona vifaranga kanisani, wakiona makondoo kanisani, wanakula hizo makondoo. Bwana asifiwe sana. Tena unafika mahali hata ukienda ukilalamika, unalalamika. Sasa wewe unaenda kulalamika kwa kunguru. Kunguru atakusaidia namna gani? Kunguru ana vile atakusaidia, atakuambia unajua tu katika hizi mili na hiyo ni maisha yetu. Sasa unaenda kustaki kwa mwewa. Mwewa atakuambia hii ni maisha yetu. Tunaendanga tu na hiyo tu. Bwana asifiwe sana. For there is no bread, neither is there any water. Hapana chakula wala hapana maji. Hakuna hapa chakula na hakuna hapa maji. Sasa wanalalamika na wanalalamikia Mungu. Na Mungu alikuwa anafanya vile awezavyo kuweza kuwashibisha, vile awezavyo kuweza kuelekeza, na alikuwa anawapeleka mahali salama. So mchungaji anafanya juu na chini, usiku na mchana halali, kwa kuweza kutafuta kitu cha kuweza kuwapatia. Lakini sasa watu wanainuka dhidi yake, jamii inainuka dhidi yake, majirani wanainuka dhidi yake. Hayo sio mapenzi ya Mungu makamilifu. Bwana asifiwe sana. Kama wakati ambao tulikuwa tunaenda kwa pastor kuhubiri kule, tunaongea mama walikuwa wamama kule nao wanainuka dhidi yetu. Baba anafika mahali anasema wao watu wakiingia hapa nitakuwa naenda nakaa huko. Na anaenda nakaa huko. Tukimaliza ndio anarudi. Sijui kama angali yako hai ama kama alihama kama alikuwa wapi. Lakini ilikuwa mapenzi ya Mungu makamilifu. Hatukuwa tunamsumbua. Tulikuwa naweza kuwa tunasumbua kwa sababu tunasumbua vitu zenye ziko ndani yake. Vitu zenye ziko ndani yake hazitaki vitu zenye ziko ndani yetu. Unajua sisi tuko na kitu ndani yetu na yeye ako na kitu ndani yake. So hizo vitu haziingiani kwa sababu hizo vitu hazitembelei pamoja. Bwana asifiwe sana. Hii yake inatembelea katika njia yake na hii yetu inatembelea katika mapenzi makamilifu ya yule mwenye aliyeweka hiyo kitu ndani yetu. Sasa ndio wanafika mahali unaona kwamba tunakuwa maadui. Sisi si maadui. Yeye si mbaya. Yeye ni mzuri, lakini mwenye ako ndani yake. Mwenye ako ndani yake ndio mbaya. Bwana asifiwe sana. Mimi si mtu mzuri, lakini mwenye ako ndani yangu ndio mzuri. Ndio mwenye ananifanya mimi kuwa mzuri. Bwana asifiwe sana. Na yule mtu mbaya, si yeye ni mbaya. Amechagua yule aliye mbaya, na yule mbaya mwenye kwa ndani yake ndio anafanya ubaya ndani yake. Hata yeye mwenyewe hawezi kujisaidia. Hao watu hawangejisaidia kwa sababu kulikuwa na roho ya kuweza kuongea kinyume ndani ya viongozi ndani yao. Hata tulikuwa na Jannes, tulikuwa na Dathan, Kora, Abiram. Hao walikuwa miongoni ya hao watu. Na hao walikuwa wahubiri shupavu sana. Brother Abraham walikuwa eloquent preachers. Yaani wanaweza kuhubiri mpaka wahubiri hata kuliko Musa. Lakini Musa alikuwa na thus say the Lord, na hao wakawa na mapenzi yao. Bwana asifiwe sana. Therefore the people and the Lord sent fiery serpent among the people. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu. So wakati ambao Mungu aliona hivyo, then Mungu akawachilia nyoka za moto. Bwana asifiwe sana. So ukifika mahali sister ama ndugu, alafu wote kwamba nyoka inakukimbiza, ujue kwamba hiyo ni dhambi. Hiyo nyoka zenye Mungu alitengeneza ilikuwa ishara ya kwamba ametenda nini? Dhambi. Bwana asifiwe sana. Hadi nimeota nyoka inanikimbiza, alafu imepotelea kwa nyumba yangu hata sijui imeenda wapi. Ujue hiyo ni dhambi. Amu unaota kwamba nimeona askari ananifukuza, askari ananikimbiza, hiyo ni dhambi. Iko katika ndani ya maisha mwako. Amu umeona kwamba umeanguka katika maji. Maji ni ulimwengu. Hiyo kuna dhambi ndani ya maisha mwako. Lazima ukae mahali tena uanze kuangalia maisha yako. Ni wapi mahali penye mimi nilienda wapi kinyume. Na wakati ambao Mungu aliona hivyo, sasa akawachilia nini? Nyoka. Sababu amewaelezea, amewaongoza
amewapatia mwelekeo, lakini wamekataa kuchukua mwelekeo, bali wanataka kuambiwa venye hao wenyewe wanataka. Bwana asifiwe sana. Unajua ni kitu kibaya sana kwa mwanadamu. Instead ya kuweza kuchukua mapenzi ya Mungu, unataka uambiwe venye wewe unataka. Na venye wewe unataka si njia ya Mungu. Saa hii makanisani watu wanataka kuambiwa venye wanataka. Usifike mahali uambie Mungu vile Mungu anataka. Ukianza kuambia mtu venye Mungu anataka, mtakosana. Lazima yeye umwambie vile yeye anataka. Ndipo unaona kwamba wachungaji ama wahubiri waongo wametokea. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema kwamba mlipewa bure nanyi mpeane bure, lakini unafika mahali unasema kwamba maji ya upako, mandazi ya upako, pesa ya upako, vitambaa za upako, maombi ya kurudisha nyota yako. Unajua mtu alichukua. Sasa kama unataka hiyo sasa nyota yako irejeshe, ulipe shilingi 5,000. Na kama huna shilingi 5,000, kumaanisha kwamba nyota yako haitarejeshwa. Huyo ni mhubiri aliyemtapeli. Maandiko imesema mlipewa bure na nyinyi mpeane nini? Bure. So wakati ambapo yeye anakuuzia, yeye alinunua wapi? Ama yeye alienda hapa Nigeria, then akanunua hiyo pete hiyo ya maajabu na miujiza, ama hizo vitambaa za maajabu na miujiza, akikuja kanisani anasukuma watu wanaanguka, mnasema kwamba ni upako kutoka kwa Mungu. Hiyo sio upako kutoka kwa Mungu. Hiyo ni upako kutoka kwa mwanadamu. Ameingia pale Nigeria, then amenunua na anakuja kuwauzia. Mtu anafika mahali anakuambia kwamba unajua kwa nyumba yako kuna mapepo, nauza vifagio. Na hii kifagio ni shilingi 500. Ukinunua kitakuwa kimetakasika. Sasa ukifagia kwa nyumba unafagia mapepo. Bwana asifiwe sana. Hiyo sio mapenzi ya Mungu makamilifu. Mapepo haifagiliwi na kifagio. Mapepo inafukuzwa na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Hii mambo mengine ni mambo ya utapeli. Na watu wengi wanapenda huko sana. Si kana kwamba Mungu anataka nyinyi mpotee huko. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe umetaka kutapeliwa. Bwana asifiwe sana. Mhubiri anakuambia kwamba anataka kuvunja madhabahu katika nyumba yako. Then anakuambia leta kuku na shilingi 5,000 na makaa na mafuta na nyanya na kitunguu. Unaenda kula na kufanyisha sarakasi. Anakuraundisha. Anakuambia chinja. Naye kwa kona ananguruma kama pikipiki ananguruma. Sasa wewe unachinja, unatoa hiyo mabawa, wewe mwenyewe unakatakata, unapika, unampikia ugali, anakula akicheka. Then wakati anakula zile mifupa anakupatia, anakuambia enda weka kwa mlango. Then huyu mhubiri amekula kuku yako, amechukua makaa yako, amechukua nyanya yako, na pia tena amechukua na pesa yako na amekukoni. So ukienda wewe unafanya tu mambo yako, lakini mahali penye yako yeye anafurahia. Hiyo sio mapenzi ya Mungu makamilifu. Hiyo kipawa chenye kiko ndani yake, chenye anakuambia kwamba naona Mungu ananionyesha. Wakati wa kipawa ilikuja ndani yake, yeye alinunua wapi? Ni soko gani yenye yeye alienda kama si utapeli? Na saa hii mahali popote penye unaenda, unasikia watu pesa, sijui kuvunja madhabahu, sijui pesa ya nini. Mpaka watu wanafika mahali ukiambia mtu tuende kanisani anakuambia hapana. Huko kanisani wanapora watu huko. Kila wakati ni pesa. Yaani imefika mahali mpaka imekuwa sasa ni business. Kanisa zimefika mahali zimepata watu wajanja wakora, hawaongozi watu wa Kristo. Hawa wanafika mahali wanatoa watu pesa kwa mifuko. Yaani ni watu wenye wanafanyia watu bottom up. Yaani wanainamisha watu, wanawanyang'anya zenye wako nazo, na pia tena wanawafanya tena wanawanyang'anya. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanasema mtumishi wa Mungu. Unajua mtumishi wa Mungu mpaka umpikie mzuri. Mtumishi wa Mungu lazima atembele kwa gari. Sasa mnafika mahali wanasema kwamba nataka kununua gari, mnaanza kuchanga pesa. Prado milioni karibu 10. Na wewe kwako hauna hata baiskeli.
Wewe unang'ang'ana, then unachanga tutabarikiwa. Wewe ukitaka kununua gari wanakuambia acha tukuombe. Kuna watu wamekuja miongoni mwetu, kuna watu wamekuja miongoni, wameshika Biblia si kana kwamba kwanza kusaidia watu wakuwe watu wa kiroho. Yani Biblia imekuwa kiteka uchumi. Yani mtu unaenda kwa gari, mtu anasoma mstari mbili hapa, anaanza kuongea maneno mwisho anasema kwamba namba yangu ya kutuma pesa ni hii. Sasa ni nini yenyewe umetuambia hapa? Ukiwa mhubiri ulioitwa na Mungu, unajua kwamba kipawa chenye kiko ndani yangu nilipewa bure, nami napasa nipeane nini bure. Mambo haya mengine yote Mungu mwenyewe atanishughulikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kana kwamba Mungu anapenda nyinyi muende huko, ni nyinyi wenyewe ndio mnapenda. Sababu ukisimama then uanze kuambia mtu ukweli, ataona kwamba wewe unanidanganya. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni maandiko gani hiyo? Mhubiri unafika mahali unapuliza, watu wote wanaanguka, unasema kanisani kwetu pastor ameanza kuangusha watu. Bwana asifiwe sana. Hiyo sio direct nomination ticket ya kwamba huyu mtu ni mtu wa Mungu. Huyu mtu amechukua tu mazingaumbu yake na amechukua tu uchawi wake kwa kusudi ya kuweza kuchawi watu kanisani, mpaka hata wengine hata kanisani hawaelewi nini inaendelea. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni wapi katika neno uliwahi kuona Yesu Kristo amekaa na wanafunzi wake ama amekaa na washiriki wake alafu anawapaka majivu katika uso? Ni wapi katika neno? Nisomee hii neno kutoka Genesis to Revelation, alafu niambie hii mambo mengine yenye inafanyika si mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya kanisa. Na kuna mapenzi ya kanisa na kuna mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Najua ukianza hivyo mhubiri, ukitaka mhubiri anakuambia sasa wewe unaharibu biashara. Ni heri niharibu biashara. Kama neno la Mungu linasema hivyo niharibu, wacha mimi niharibu, tukue kinyume na wewe, lakini Mungu nikuwe na urafiki na Mungu. Kwa sababu nikitengeneza urafiki na kanisa hakuna mahali penye itanipeleka. Lakini nikifanya urafiki na Yesu Kristo ndiye ako na mbinguni. Yeye ndiye atanipeleka huko. Bwana asifiwe sana. Amen. And the Lord sent a fiery serpent among the people. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu. And they bite the people. Wakawauma watu wengi. And much people of Israel died. Wengi wakafa. Wengi wao wakati ambapo hizo nyoka zilikuja ziliuma watu wengi, na watu wengi walikufa. So watu wako kanisani, wewe unafikiria hao watu wako na uhai, kumbe watu wako kanisani lakini wamekufa. Wamekufa kiroho. Yaani mambo ya kiroho haina ladha ndani yao. Yaani hata ukijaribu kumwambia neno la Mungu, anaona kwamba wewe unamdanganya. Mtu anafika mwana anasema kwamba Mungu anataka moyo. Ndio, ni mzuri, ni maandiko, Mungu anataka moyo, lakini usherati unatokanga wapi? Usherati unatoka kwa mkuu? Ulevi unatoka wapi? Ulevi unatoka kwa mkono? Wizi unatoka wapi? Wizi unatoka kwa moyo. Hiyo moyo ndio nasema kwamba Mungu anataka. So wakati ambapo uko kanisani na wewe mama wewe ni msharati, utavaa kisharati, utavaa kizinifu. Bwana asifiwe sana. Utakuja kwa sababu maandiko yanasema kwamba na mwanamke avae mavazi ya kustiri nini? Uchi wake. So wakati ambapo unatoka kwako, then wewe uko na manguo unaonyesha watu uchi wako mpaka kanisani. Yaani mahali penye hata malaika wanaogopa kuingia, lakini wewe mama unaingia umevaa high heel, viatu high heel, una spring, ukichezesha watu, ukichezesha mwili wako, unakuja kanisani kana kwamba umekuja kwa show off. Umekuja kuonyesha nani? Na mwili wako ni mwili wa Bwana yako. Sasa instead ya kuweza kuonyesha Bwana yako kwako huko, ndio unakuja una-expose hiyo mwili kwa kila mtu. Na maandiko inasema ya kwamba
Yoyote mwenye anamtazama mwanamke kwa kumtamani tayari ameshazini naye. So wakati ambao umepiga step kutoka kwako, umetembea hii njia yote, umeround mpaka kanisani, wewe umezini na watu wengi sana kanisani, mpaka hata na mhubiri, mpaka hata na wazee wa kanisa umezini na wao. Umezini na wao katika njia gani? Jinsi vile wewe umevaa. Yaani umevaa nguo hata huwezi kuinama na watoto wako nyuma yako. Ni unakuja kanisani unasema kwamba wewe ni Mkristo. Wewe tangu lini umekuwa Mkristo? Umepata kiongozi aliye kipofu ndio anakupapasa ndiposa uendelee kumletea sadaka. Sisi tukikutana na wewe mama, tutakwambia ukweli. Vaa mavazi ya kustiri uchi wako. Funika hiyo uchi yako hiyo. Hatutaki kuona uchi wako. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio neno la Mungu. Amen. So watu wengi wakakufa. Si walikuwa nakufa kwa sababu Mungu alikuwa anapenda wakufe. Ni hao wenyewe walipenda kukufa. Kwa nini? Kwa sababu hao waliongea kinyume kwa mtumishi wa Mungu. So mahali popote penye huko, wewe unaongeanga nini kwa mtu? Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu makamilifu. Lazima upate mtu mwenye akona mwelekeo. Lazima upate mtu mwenye akona muongo, mtu mwenye akona ono ndani yake. Mahali penye tunaenda, anakuambia tukienda huku, hii safari ni kupanda milima. Na wakati safari ya kupanda milima, lazima kwa hii gari yetu tuwe na mafuta ya kutosha yenye itatufanikisha kupanda hizo milima. Sio mtu kuambia tu kuja kwa Yesu kuna raha. Ndio katika njia moja ama njia nyingine kuna raha. Lakini ukikuja na mambo yako, Mungu anatandika hiyo mambo yako. Bwana asifiwe. Amen. Therefore, the people came to Moses and said, we have sinned. Na hao watu wote, verse 7. Na hao watu wote wakakuja kwa Musa, wakaambia Musa, sisi tumekosa. Musa tumekosa. Mbona hao watu wangeenda kwa Mungu wamwambia kwamba Mungu tumekosa? Wakati ambapo walikuwa wanaenda kwa Musa wakiambia Musa tumekosa, so hao watu walikuwa wanaenda wapi? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu mwenye anaweza kutuambia kwamba yeye anaenda kwa Mungu direct. Unapatanga wapi hiyo Mungu ndio anaenda kwake direct? Na utuambie kala ya Mungu ni kala gani? Mtu alifika mahali akasema Mungu ni mzungu ama Mungu ni Mwafrika? Mungu ni roho. Sasa kuna kuanga na roho mzungu ama roho Mwafrika. Hiyo roho ya Mungu ikiingia ndani ya mtu hapa Mwafrika hapa, huyo mtu atafika tu mahali atafanya tu venye Yesu Kristo alifanya. Na ikiingia ndani ya mzungu atafanya tu kulingana jinsi vile Yesu Kristo amefanya. Lakini hizi ni kala tu za miili. Hii ni kala tu. Hawa ni Waafrika na hao ni wazungu. Lakini hawa watu ni binadamu. So Mungu hakuwa mzungu, bali Mungu hakuwa Mwafrika, bali Mungu ni neno. Amen. Sasa wakati ambapo unaona hii neno kwa Biblia, hili neno ni mzungu ama hili neno ni Afrika? Hili ni neno la Mungu. Na neno la Mungu linafanya kazi ndani ya mtu. Hawa wanaonanga wakichora Mungu, wanachora Mungu mzungu. Wanasema kwamba Mungu alikuwa mzungu. Bwana asifiwe sana. Unajua hizi sanamu hizi ni nini tunaonana kwa mitandao hizi. Hizo ni watu wana act. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni acting. Sababu nyakati zile tu kwa na mtu anaweza kuchukua nini? Kuchukua hizo nini filamu na kuanza kunini? Hata hizi video zenye tulikuwa tunaenda kuona za kina sijui kwa hizo ni acting. Hiyo sio real. Bwana asifiwe sana. Wewe ukitaka kujua Mungu ni mzungu ama Mungu ni Mwafrika, wewe kuja amini Mungu kwanza. Ndio utajua yeye ni Mwafrika ama yeye ni mzungu. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Watu wakamwendea Musa wakasema. Musa wakamwambia, tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia Mungu na wewe. Tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia Mungu na tumenungunikia wewe. Sote ni walikuwa nafanya mambo yenye hao wenyewe walikuwa wanajua. Wanajua kwamba haya mambo yanafanya si mambo mazuri. Hayo ni mambo mabaya.
So mahali popote penye huko, wewe ukifika kwa nyumba, then ukikosea bibi yako, unajua tu kwamba mimi namkosea. Si kana kwamba kitu yenye nataka tena mhubiri akuja kuambia haya ni mambo mabaya, hapana. Wewe mwenyewe unajua tu hapa mimi nakosa. Na Bwana anajua, na bibi anajua tu hii mimi nakosa. Bwana asifiwe sana. Hiyo haihitaji mtu kuambia, si wewe mwenyewe unajua. So hawa watu walijua, wakasema kwamba tumekosa. Tumeongea kinyume kwako na tumeongea kinyume kwa Mungu. Kwa sababu haya mambo yamepitia ni sisi wenyewe tumejitakia. Bwana asifiwe sana. Amen. For we have spoken against thee, the Lord, and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hao. Tuombee kwa Mungu. Tuombee kwa Bwana atuondolee hizi nyoka. Ama atuondolee haya mateso yote yenye sisi tunapitia. Omba kwa Mungu. Tunakusii Musa. Tunatubu mbele zako. Tuombee kwa Mungu atuondolee haya mateso yote ama hizi shida zote zenye sisi tunapitia. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Mungu apate kutuondolea haya mambo yenye sisi tunapitia. Sababu haya mambo yenye tumepitia, tumegeuka, tumeona kwamba mambo yenye sisi tunapitia si mambo yaliyo mazuri. Na ilikuwa kutaka kwetu. Na ilikuwa kaa kwetu. So wakati ambao Musa alisikia hivyo, then Musa akawaombea. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Musa alikuwa na roho wa Mungu. Musa akifika mahali kuambia kwamba si nilikuwa nimewaambia kudhibitisha kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Sasa wacha hizo nyoka ziwaume. Musa hakuwa hivyo. Musa alikuwa na roho wa huruma ndani yake. So wakati alisikia wanalia, ndiposa akawaombea. Oh, Bwana asifiwe sana. And Moses prayed for the people. Musa akaombea watu. And the Lord said unto Moses, na Mungu naye akasikia. Mungu naye akasikia hiyo kilio. Na Mungu akasikia hiyo maombi. So Mungu anasikia maombi ya watakatifu. Mungu asikii kilio cha watenda dhambi. Pana. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba. Jifanyie nyoka wa shaba. And set it upon a pole. Ukiweke juu ya mti. Tengeneza nyoka wa shaba, then umweke pale juu ya mti. Bwana asifiwe sana. Yaani itakuwa yule mwenye atakuwa anatazama hiyo nyoka wa shaba, hizi nyoka zingine hazitamuuma. So tukasema Yesu Kristo ameinuliwa kwa msalaba. Na wakati ambao utatazama msalaba, haya mambo mengine yote hutapitia. Bwana asifiwe sana. Na hizo nyoka zilikuwa zinajua tu huyu anatazama, huyu atazami. Huyu anaangalia, huyu haangalii. So njia kipekee wakati ambapo alileta sasa kipatanisho, sasa ilikuwa wewe utazame tu. Kazi yako ilikuwa tu kuangalia tu hiyo nyoka tu. Wewe unaangalia, ukiamuka unaangalia. Unaangalia tu mahali penye hiyo nyoka iko. So mahali popote penye uko na lolote lenye wewe unafanya, lazima uweke macho yako kwa Yesu Kristo. Uangalie mahali penye Yesu Kristo hako. Na chochote ya Yesu Kristo anasema, wewe ukubali. Haijalishi wewe ni mtenda dhambi kiasi gani. Bwana asifiwe sana. Amen. Haijalishi wewe umepitia katika mambo gani hapa na pale. Njia kipekee wewe umtazame. Ndiposa nafika mahali ndiposa mwimbaji alifika mahali akaanza kuimba, mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Mwenye dhambi dhaifu mtazame tu, wala usifanye tashishi. Tazama, uishi,
upate ishi. Tazama, tazama, tazama uishi. Mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate ishi. Haijalishi ni hali gani yenye shetani amekuweka ndani, haijalishi ni mateso gani yenye wewe unapitia katika nyumba yako, haijalishi ni dhoruba gani kubwa gani yenye shetani amekuachilia ndani. Wewe tazama mahali penye Yesu Kristo hako, na Yesu Kristo atakuondoa katika hiyo hali. Maybe you don't know what to do. Huenda hujui la kufanya. Huenda hujui la kuweza kufanya. Maybe you are a sinner. Huenda wewe ni mtenda dhambi. Hujui la kuweza kufanya, pia tena ni mtenda dhambi. And I've done so much sin. Umefanya dhambi mingi sana. Umefanya dhambi mingi sana katika maisha mwako, hata ukikaa ukiangalia, mimi niko na deni hapo, sijui nimefanya usharati hapa, sijui mara hapa, sijui nimezaa watoto huku, sijui nimedanganya. Yaani umefanya dhambi mingi namna gani, haijalishi hata kama uko katika hali gani. Maybe you don't know what to do. Hata hujui la kuweza kufanya. Sijui nitaanzia wapi ama nitamalizia wapi. Bwana asifiwe sana. Amen. Maybe you smoke till you can't smoke no more. Huenda umevuta sigara mpaka huwezi vuta tena. Yaani umevuta sigara mpaka tena hata huwezi vuta tena, and can't quit it. Na huwezi kuacha. Na huwezi wacha. Yaani umevuta mpaka umefika mahali huwezi wacha. Sasa uko permanently slave. Bwana asifiwe sana. Yaani sasa wewe, yani wewe ni mfungwa wa hiyo, huwezi wacha. Maybe you have drunk till you can't drink no more. Huenda umelewa mpaka huwezi kosa kulewa. Yaani umelewa, umekunywa mpaka umelewa, mpaka hata ukikaa wewe tu ni mlevi. Hata watu wajui huyu jamaa ni soba ama huyu jamaa ni mlevi. Yaani wewe uko tu. Mpaka hata umefika mahali, hata sasa hiyo hali imekuja mpaka hata huwezi kuacha. Unafika mahali unasema kwamba mimi naweza namna gani toka katika hii hali. Wacha leo mimi sikunywi. Utakunywa leo, lakini ikikuja kesho utalipisha ya leo, then uanze ya kesho tena. Bwana asifiwe sana. Yaani uko permanent slave. Yaani wewe ni mfungwa. Ni mfungwa wa hiyo. Yaani umefanya usharati mpaka wewe ni mfungwa. Yaani hakuna wamama wenye wanaweza pita mbele yako. Yaani kazi yako, hata watoto wadogo ukiwaangalia unaonanga ai hawa ni yaani mpaka yaani unaona tu hiyo ndani ya watoto wadogo. Yaani wamama wazee, hata wale washoshonya wameangua chini, unaangalia tu kwa sababu hiyo kitu kiko ndani yako. Na kitu kiko ndani yako kinakuelekeza tu huko. Yaani ufiki mahali hata uchagui. Yaani wote, yaani unachukua mayai, unachukua plus na kuku, unasanya zote pamoja. Wewe ni permanent slave. Yaani mwovu shetani amekutumia mpaka amekufunganisha, mpaka amekufanya wewe ni chombo chake. Yaani akitaka kufanya kazi mahali fulani, hata akikaa na malaika wake kule hapa duniani, akikaa nao anasema hapana, hiyo kazi ituma fulani akiingia mahali pale, yeye ndio anafanya hiyo kazi mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Yaani uko permanent slave kwa hiyo kazi. Till you can't drink no more, and you can't quit it. Na huwezi wacha. Maybe you have come to the place where you so full of sin and lust. Umefika mahali ambapo umejaa dhambi na tamaa. Yaani umejaa dhambi na tamaa. Yaani unatamani tu kila kitu. Yaani kila kitu kinapita mbele yako unatamani. Hata ukienda kwa hoteli unatamani chakula na unakula lakini ushibi. Unakula unoni. Hiyo ni roho iko ndani yako. Na unafika mahali unasema kwamba nitafanya namna gani? Hata nikienda kwa nyumba na kulanga lakini wasishibi. Mpaka namalizia watoto na nyang'anya watoto. Hiyo ni roho ya ulafi iko ndani yako. Na hiyo ni tamaa mbaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Where you are so full of sin and lust till you have to look upon every woman you see. Umejaa dhambi na yaani umejaa dhambi mpaka umefika mahali
Kila mwanamke mwenye wewe unaona lazima mpaka umwangalie. And you see, maybe you have even perverted your own natural resources. Wenda hata umeziharibu ama umezipotosha chembe zako. Yaani mpaka umefika mahali umejipotosha. Bwana asifiwe sana. Umefika mahali instead ya kuweza kuoa, sasa umeanza roho ya homosexual imeingia ndani yako. Yaani umepoteza umbile asili ya Mungu umeipotosha mpaka umeanza mambo mengine yasiyostahili. Yaani na shetani naye shetani amekuingiza, kwa hiyo si wewe mwenyewe umejiingiza. Si Mungu anafurahia wewe uingie hapo, ni wewe mwenyewe ulipenda. Na wewe mwenyewe ulikubali kuweza kujiingiza hapo. Bwana asifiwe sana. Maybe you have come to a block. I don't care where you are at. Wenda umefikia kikombo block, kitu kama hivyo. Yaani umefanya ambapo umefika mahali mpaka umepata block. Yaani umefikia yaani umefanya ambapo unashanga sasa mimi nitafanya namna gani? Pengine wewe umepitia katika dhambi mpaka chenye unafanya tu unasema tu mimi nikukunywa tu sumu tu. Hakuna kitu kingine chenye mimi naweza fanya hapa duniani ili tu nikucommit suicide mimi niondoke. Brother Branham anasema kwamba I don't care where you are at. Sijali pale ulipo. Yaani sijali mahali penye moyo shetani amekufikisha na hiyo mambo yako. Bwana asifiwe sana. God is still ready to come to you. Mungu bado yuko tayari kuja kwako. Mungu ako tayari kuweza kuja kwako in a conference, katika mkutano ama katika maongezi, and talk it over with you, na mkapata kuzungumza na yeye. Maybe you broke up your home. Huenda uliharibu nyumbani kwako. Pengine wewe mama, kama wewe ni mama ama wewe ni ndugu, uliharibu ndoa yako. Bwana asifiwe sana. Pengine wewe mwenyewe uliharibu ndoa yako katika hali ya kuweza kunywa hiyo maneno yako mpaka ukaharibu ndoa. Ama mama, wewe ulienda ukaanza kukunywa zaidi mpaka hata ukaharibu ndoa yako. Pengine kazi uliharibu. Pengine mahali penye ulikuwa unaenda kutafuta chakula cha kawaida uliharibu hapo mahali. Haijalishi. Hata kama maybe you have left your husband. Umemwacha mumeo. Pengine umeacha bwana yako. Or left your wife. Ama mkeo. Maybe you ran off from your children. Umewacha watoto wako. Umewacha bibi yako, umewacha bwana yako, ama nyinyi wote mmewacha watoto. Sasa watoto mmepeleka ushago kwa nyanya. Mama yako sasa ndio analinda watoto nyumbani. Bibi yako kivyake, wewe uko kivyako. Yaani shetani amekufikisha hapo. Na wakati ambapo shetani amekufikisha mahali hapo, Mungu ako na nguvu na uwezo kuweza kubadilisha. Mungu ako na nguvu na uwezo kuweza kubadilisha maisha yako. Na hiyo maisha yako kuweza kubadilika ni wewe mwenyewe ukubali kubadilika. Lakini usipokubali kubadilika, hayo maisha yako haiwezi kubadilika. Bwana asifiwe sana. Lazima ukubali. Useme kwamba Mungu, mimi hata kama mimi bibi yangu ameenda, hata kama bwana yangu alienda, hata kama tumepeleka watoto nyumbani, hata kama sina mbele wala na nyuma, lakini wewe ndio Mungu mkuu. Wewe ndio Mungu uliyosema ya kwamba katika ya mawe uko na nguvu na uwezo kuweza kuumbia Ibrahimu watoto. So moyo wangu ukiwa mgumu hivi, uko na nguvu na uwezo kuweza kuingia na kuweza kubadilisha hiyo moyo, nirudishe bibi yangu, nirudishe bwana yangu. Watoto wetu warudi, tuanze tena jamii. Yaani unafika mahali vile Samsoni alivyofika mahali akasema kwamba Lord, give me one more time. Amen. Lord, one more time, Lord. Nipatie wakati mwingine tena. So Mungu ako mahali hapo kuweza kupatia wakati mwingine tena. Bwana asifiwe sana. Amen. There might be many things in this life that the enemy has trapped you into. Unaweza kuwa na vitu vingi maishani ambavyo adui anaweza kuwa amekufunganisha navyo. Unaweza kuwa kuna vitu vingi moyo shetani amekufunganisha.
madeni ya watu. Ukiona unakopa hapo, unakopa hivi, unakopa hii, mpaka bo shetani amekuja amekufunganisha. Hata ukiangalia mtu akikupigia simu na unaona anataka kunidai hiyo deni. Haijalishi hiyo hali yenye uko ndani. Mungu ako na nguvu na uwezo kuweza kufungua. Na hiyo kufungua lazima wewe mwenyewe ujikubali, ujirudie, ujue kwamba mimi ni mkosaji. Mimi ni mtenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Amen. You still have the right to have a conference with God. Ungali uko na nafasi ya kuweza kuwa na mkutano na Mungu. Yes sir. Talk it over with him. Zungumza naye. He is a very present help in the time of trouble. Yeye ni msaidizi wa karibu sana wakati wa shida. Then we see that Moses had a conference. Alafu tunaona kwamba Musa alikuwa na mkutano. And perhaps this was the conference. Na huenda huu ndio ulikuwa mkutano. Oh, a great leader of Israel. Kiongozi mkubwa wa Israeli. I have done all this at your command. Akisema kwamba nimefanya yote haya I have led these people just as you told me to do it. Muongoza watu hawa jinsi tu ulivyoniambia au ulivyonielekeza. I have covered the people by the blood. Funika watu kwa damu. I have brought down the plagues out of heaven. Nimeleta yale mapigo kutoka mbinguni. I have done everything that you told me to do. Nimefanya kile kitu ambacho uliniambia nifanye. And there we are. Na hapa tulipo. We are trapped. Katika mtego. What must I do, Lord? Nifanye nini Bwana? Nifanye nini Bwana? Vile wewe umeniambia, nimejaribu kufanya. Venye wewe umesema. Nimefanya hivi, lakini tumefika mahali Mungu. Sasa hapa tumekuwa trapped. Hapa sasa tumewekea mtego. Mungu, katika hii maisha nimefanya hivi, lakini bibi yangu ameniwekea mtego. Bwana yangu ameniwekea mtego. Landlord ameniwekea mtego. Watu wa kazini wameniwekea mtego. Yaani kila mtu hata matatu ameniwekea mitego. Sasa nifanye namna gani? Bwana asifiwe sana. Ulisikia mwingine akisema kwamba nimeweka mitego. Lakini sasa wakati ambao nimewekea mitego akashangaa, hii mitego yenye nimewekewa nitafanya namna gani ni bomoe hizi mitego ndio nipite nikaenda. Sasa kama mwanadamu alibomoa mitego na akaingia, sasa atakuwa ni Mungu. Kama mwanadamu anaweza pita hizo mitego zote, vizuizi zote, baria zote mpaka aingie, sasa itakuwa namna gani Mungu aliyemuumba mbingu na nchi? So hata kama shetani ameweka hizo mitego, uko na nguvu ya kuweza kubomoa hizo mitego. Na kubomoa hizo mitego ni kutubu. Si ulete pesa ya tubomoe madhabahu. Sisi hatujui venye wewe ulijenga hiyo madhabahu. Hiyo madhabahu ni wewe mwenyewe ubomoe. Na kubomoa ni kutubu dhambi zako. Ambia bibi yako, unajua bibi, naomba msamaha sana, hizo pesa zenye ulikuwa ukilia, unasema kwamba umeweka kwa ile cupboard, mimi ndio nimechukua hizo pesa, naomba msamaha. Na wakati ambao niko hapa ni shilingi 10,000, nitakuwa nakulipa shilingi 1,000 nikipata. Hiyo ndio msamaha yenye tunataka. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio msamaha. Si unapelekea mhubiri kwa bahasha avunje, hapana. Wewe utakuwa unaenda hasara. Ni wewe mwenyewe uchikubali. Wewe unakuta mtu ako na pesa tena unamuongezea pesa zingine za kufanya kazi gani? Mungu alisema mpatie watu pesa ndio waombe. Ni wapi wenye Mungu alisema kwamba leteni pesa wenye mko na shida na mimi nitawaombea? Alisema njooni nyote mliolemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Unaenda kwake kwa maombi na kutubu. Na wakati unaenda katika hiyo hali, sasa Mungu anakupumzisha. Lakini mwenye anakuambia leta pesa, hiyo ni yako na wewe unafurahia unaenda kule. Utalala njaa na umepelekea mtu pesa, mtu anaongeza pesa kwa pesa zingine. What must I do, Lord? Nifanye nini Bwana? I must have this conference with you. Nafaa kuwa na mkutano huu na wewe. Inafaa nikuwe na mkutano na wewe. And perhaps sitting on top of the rock. Huenda kama nimeketi juu ya jiwe. Or standing near by the cleft of the rock. Amba kama nimesimama kando ya mwamba imara. Mwamba ni imara. Where Moses was praying at this Satan. Ambapo Musa alikuwa anaomba dhidi ya selected place in
this crucial moment. Mahali pa kipekee wakati huo. Mahali pa kipekee penye pamechaguliwa. Mahali pa kipekee penye pamechaguliwa. Something had to be done. Kitu kilipaswa kufanywa. Or they will be crushed beneath the wheel of the chariot. Ambao wangekanyagwa na magurudumu ya chariot. Magari. Ya hizo magurudumu ya magari. They will be pushed through. Wangesukumwa. Every little Hebrew children. Kila mtoto mdogo Mwibrania. Every one of the little babies would have been busted. Kila mmoja ya watoto wadogo wangebondwa. Their heads on a rock. Vichwa vyao juu ya and their mothers would be cut open. Na mama zao wangekatwa vipande. And their fathers would be massacred. Na baba zao wangeuawa kinyama. There was a crucial moment. Ulikuwa ni wakati wa maana. There may be that same type of crucial moment. Utakuwa na wakati wa dharura kama huo pia. Maybe just not that way. Wenda si katika hali hiyo ama njia hiyo. But maybe a cancer took a hold of you. Lakini huenda maybe saratani imevamia. Kutakuwa na mambo mengine yenye yatatokea lakini haitatokea kama ile, lakini yenye yatatokea pengine ni saratani imekukujia. Bwana asifiwe sana. Magonjwa imekukujia. Haya magonjwa yenye yanakujia, Mungu hapendi wewe ukue katika hiyo hali. Ni kuna kitu yenye wewe umefanya katika maishani mwako. Na haya mambo yenye wewe umefanya katika maisha, hata iko makubwa namna gani, anasema ya kwamba lazima ujiite mkutano. Ujiite mkutano na Yesu Kristo mwenyewe, umwambia kwamba mimi nimefika wapi? Nimefika mwisho. Maybe some other disease. Huenda ugonjwa mwingine. Maybe sin has took a hold of you. Huenda dhambi zimekushika. And it is going to crush you. You right down into a devil's hell. Inaenda kukuteremsha kukuangamiza jehanamu. A separation from God hold a conference quickly. Utenganisho na Mungu unahitaji kuwa na mkutano na Mungu haraka. And when this conference was held, wakati mkutano huo ulifanywa, God stood on the rock. Mungu alisimama mlimani. By the side of Moses. Upande wa Musa. And he said. Na akasema. Yaani wakati ambapo hiyo mkutano ilikuwa imeitishwa, Mungu alisimama katika mwamba upande wa Musa kudhibitisha kwamba huyu ndio mimi nimeunga mkono. Yaani neno la huyu jamaa ndio lenye mimi nasikia. Wewe ukiwa mzee kwa nyumba, Mungu anasikia wewe. Wakati ambapo Adamu alikuwa ametenda dhambi akatoroka, wakati ambapo Mungu alikuja katika bustani la Edeni, hakuita Hawa uko wapi? Aliita Adamu uko wapi? Haijalishi huyu mzee ni mlevi, haijalishi huyu mzee amepitia katika hali gani, lakini huyo mzee ako katika original creation of the Lord Jesus Christ. Ako katika maumbili hasili ya Mungu. So wewe ukiwa katika nyumba, wewe ukiwa mama, lazima ujue ni njia gani ya kuweza kumuendea. Kwa sababu huyu mzee ndio amebeba baraka ya jamii. Bwana asifiwe sana. Na wewe mzee, wewe ndio kiongozi. Sio mzee unaingia katika roho nyingine, nikikuja kwako, nikikuomba kitu na niambia kwamba kaomba mama. Sijui ngoja mama aseme. Mama aseme namna gani, hiyo ni nyumba yako. Na wewe ndio kiongozi. Bwana asifiwe sana. Sisi tukikuja tunataka kuongea na wewe unatoroka, unasema nyinyi ongeeni na mama. Ni nini yenye unataka sisi tuongee na mama? Hiyo sio mzuri. And he said, go back down in the camp, Moses. Rudi pale chini kambini. Rudi kule chini. Go right back where you started from. Nenda kule ulikoanzia. Mahali penye ulianzia, enda mpaka mahali penye ulianzia. I am God. Mimi ndiye Mungu. Go down there and speak to the people to go forward. Rudi pale chini ukaonenea watu waambie waende mbele. I'll make the way when it comes time to make the way. Tutengeza njia wakati ambapo utafika kutengezwa njia. Anasema I am the way making. Mimi ndio mtengeneza njia. Mimi ndio mtengenezaji. Mimi ndio mtengenezaji njia.
So chochote chenye wewe unataka kiweze kufanyika katika nyumbani mwako, wewe ita Mungu. Mungu ndiye anayetengeneza nini? Njia. So lazima kila mahali popote penye huko umtazame aliko wapi? Aliko Yesu Kristo. So ukimtazama mahali penye Yesu Kristo ako, atafungua njia katika maishani mwako. Atakuelekeza. Chochote yenye wewe unahitaji ni yeye ndio atakupatia. Kanisa inaweza kufika mahali kufanyia sarakasi za hapa na pale, lakini Yesu Kristo akiingia ndani yako atakuweka huru. Na Yesu Kristo akiweka huru, utakuwa huru kabisa. Bwana asifiwe sana. Sisi tumefika mahali tumeanza kushika njia zingine zisizokuwa njia za kweli. Yaani tumeanza kumanufacture njia zetu. Na tunatumia akili yetu, na tunatumia mawazo yetu. Ni kama uone kuku vifaranga zinatoka katika mayai, then ufika mahali usema kwamba wacha niende nisaidie kifaranga kutoka. Wakati ambapo unaenda kusaidia kifaranga kutoka, wewe unaua hiyo kifaranga. Bwana asifiwe sana. Wacha tu hiyo kifaranga kipigane tu kwa hiyo njia, kwa sababu hiyo ni njia yenye iliyopeanwa kwa kifaranga kuweza kutoka katika hiyo mayai, ni kugonga. So njia ya kipekee yenye Mungu amefaulu kwako, ndipo wewe umpokee Yesu Kristo, umpokee chenye wewe unataka katika maishani mwako. Katika maishani mwako ni wewe uwe na mkutano na yeye. Chochote chenye wewe unaomba atakusikiza na atatenda kulingana na mapenzi yake makamilifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Martha looked to him in the time of death. Martha alimtazama wakati wa kifo. Martha walifika mahali walikuwa na ndugu yake wa kipekee. Alikuwa anaitwa Lazaro. So Lazaro kwa hiyo jamii alikuwa breadwinner. So Lazaro ndiye alikuwa anaenda kazi analeta, lakini sasa akafika mahali na Lazarus alikuwa na rafiki na Yesu Kristo. So Lazarus alikuwa amechagua urafiki na Yesu Kristo. Sababu Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa anahubiri akimaliza, alikuwa anakuja kina Lazaro kwa sababu ni rafiki yake. So wakati ambapo magonjwa ilikuja, wakashangaa, sasa kijana yetu tutamfanya namna gani? Na yeye ndio kijana yetu wa kipekee. Sasa sisi tukiwa kama wadada zake tutafanya namna gani? Wakajaribu kupeleka Lazaro hospitali, wakapeleka Bethany, sijui nursing home, wakampeleka rifaro. Hiyo magonjwa ikashindikana kabisa. Wakatumia Yesu Kristo telegram. Yesu Kristo alikuwa na mkutano tena, akasonga kwingine tena. So Yesu Kristo Lazaro akafika mahali akakufa. Sasa wakafika mahali akasema kwamba hiyo yote imeisha. Unajua ukikuja kwa katika Luka yetu ndugu, alafu usikie mtu amefika mahali anaanza kuimba. Luwere bana luwere bana. Yaani anasema hiyo mambo imeisha. Ni kumaanisha kwamba huyo jamaa amekufa. Hata ukisikia tu nyimbo kama hiyo katika boma, alafu unasikia nyimbo kama, unajua hapo mtu ameenda. Yaani kuna nyimbo zingine zikiimbwa unajiwanga tu hapo, unasikiza unasema hiyo ni ya matanga. Bwana asifiwe sana. So wakafika mahali akashangaa, sasa tutafanya namna gani? Na unajua watu wakafika mahali akaanza kuwadhiaki. Sasa nyinyi tumewaambia hizi madini zenye mmeingiza siku hizi, dini yenye haina watu. Angalia mahali penye pasta yenu. Yaani unaweza kuwa kwa shida, muite pasta yenu asikuje. Bwana asifiwe sana. Na wakujua hiyo pasta yake ni nani? So Yesu Kristo akaenda mahali kwingine, na akafika mahali akasema, sasa rafiki yangu Lazaro sasa amekufa, analala, wacha tuende tumuamshe. Na wanafunzi wakafika mahali, sasa wacha tuende tuamke na yeye. Sasa wakashangaa, kwani inaenda namna gani? Ndio maandiko inasema kwamba yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu inawezekana. So wakati ambapo Yesu Kristo alikuja sasa, wakajua kwamba wakamwambia hapana, Bwana, yeye tayari ameshakufa, tumeshazika. Sasa saa hii ananuka. Akamwambia kwamba mimi ndio ufufuo. Sema tunajua, lakini najua kwamba atafufuka. Akapana, mimi ndio ufufuo na uzima wa milele. Akamwambia kwamba mmemweka wapi? Tumemweka pale. Toeni jiwe. So njia kipekee ya wewe katika maishani mwako, wewe utoe jiwe katika maishani mwako.
hizo vitu zenye umejifunikia hizo. So wakati ambapo alienda pale kwa kaburi pale, yani Yesu Kristo alifika mahali akalia kama mwanadamu, kama tu mimi na wewe. Lakini wakati ambapo aliita akasema kwamba Lazaro kuja, sasa hakuwa mwanadamu mwenye alikuwa analia, alikuwa Yesu, alikuwa Mungu ndani yake sasa mwenye anaita. Bwana asifiwe sana. Ndipo sasa mtu akachallenge brother Branham akasema kwamba wakati ambapo Yesu Kristo alienda kwa Lazaro alilia kama mwanadamu. Akasema ndio alilia kama mwanadamu, lakini wakati ambapo aliita Lazaro sasa hakuwa mwanadamu, alikuwa Mungu ndani yake. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndipo tulianza kusema kwamba chote chenye alikuwa Mungu alimwaga ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo akamwaga kwa kanisa yake. Mpaka hata mtu akafika mahali akasema kwamba yani huwezi kutofautisha kati ya Brother Branham na Yesu Kristo. Yani kama ni bahari yote iko hapa ndani ya Brother Branham. Bwana asifiwe sana. So wakati ambao Martha waliangalia pale, Mungu alikuja na akabadilisha hali. So kuna mambo yenye wewe umefanya katika maishani mwako, Mungu akikuja anabadilisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata tumesoma mahali amesema kwamba hata kama mambo ilikuwa magumu namna gani, hata kama wewe ni mtenda dhambi, hata kama wewe ni mkunywa pombe, hata kama wewe ni mvuta sigara, hata kama bibi ameenda, bwana ameenda, sijui watu wamekukataa kila mahali, haijalishi vile shetani amekutrap, lakini Mungu ako na nguvu za kuweza kukufungua hizo vifungo zenye wewe uko ndani. So wewe njia kipekee, your only hope is to yield yourself unto the Lord Jesus Christ. Wewe mwenyewe jipeane ndani ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo mwenyewe atafahamu na gani atakufungua. Na kukufungua ni wewe mtazame aliko Yesu Kristo. Instead ya kuweza kutazama Yesu Kristo ama neno lake, wewe unatazama kanisa. Unajua kwamba nikiwa na shida, kanisa litakuja kunisaidia. Nikiwa hivi, kanisa litakusaidia, ndio venye unasema, ndio. Lakini nafaa utafute dini. Bwana asifiwe sana. Utafute dini yenye itakutoa katika wafu. Bwana asifiwe sana. Lazaro alikuwa ametafuta dini na akapata dini. Hiyo dini ndio ilikuja kumtoa katika kifo. Bwana asifiwe sana. Na kuna watu wengine watalala na hata wakiitwa hata sikia. Kwa sababu kitu cha kuweza kusikia hakiko ndani mwao. So wakiambuka tu watakuwa nafikiria tu mama pima na waitia pombe. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio yenye walilala wakijua hiyo sauti. Na kama umelala ukijua hiyo sauti, hata mtu akikuta umeweka hapo nipike touch. Lakini wewe kama Mungu hapo ndani yako unajua sauti yake. Kwa sababu anasema kwamba kondoo wanasikia sauti ya nani? Ya mchungaji. So kondoo wanasikia sauti ya neno. Bwana asifiwe sana. Jairo did the same thing. Alifanya vivyo hivyo. A secret believer. Mwaminio wa kisirisiri. A little Presbyterian. Methodist Baptist. Methodist ama Baptist. Really believe. But couldn't get around. Waamini wa kweli lakini hawangeliweza. Ni waamini wa kweli lakini hawangeweza kusongea karibu mahali penye Yesu Kristo hapo. Yaani watu wajue tu. Yaani ndio mwimbaji anasema kwamba tangaza msimamo eleweke. Bwana asifiwe sana. Ni kama vile watu walikuwa wanaenda kujadili bunge. So watu wanajadili bunge, watu wanajadili mswada, lakini wakati ikifika sasa wakati wakaanza kupiga kura wanatoroka. Bwana asifiwe sana. Yaani wasijulikane wako huku ama wako pande gani. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio unafiki wenye huko ndani ya viongozi wetu wenye tunachagua. Bwana asifiwe sana. Amen. Si mtu mwenye anaweza kusimama na msimamo aseme kwamba mimi niko pande hii. Yaani mtu anaweza kuongea arusha maneno sasa reality wakati inakuja sasa piga anatoroka. Bwana asifiwe sana. Hataki kukosea hawa na hataki kukosea tena hawa. Yeye anataka kuwa borderline believer. Sasa ni hii ilikuwa roho yenye ilikuwa ndani ya nani? Ya Jairus. Jairus alikuwa borderline believer. So Jairus alikuwa na support Yesu Kristo, tena na support pande hii. Lakini kujitokeza tu waziwazi, alijua kwamba atamfukuza.
Lakini Mungu anajua kuleta tu. Ukiwa mtoto yake Mungu ataweka shida mpaka wenyewe utajitokeza tuseme hapana. Nimevumilia vya kutosha, lakini mimi nimetangaza msimamo wangu, mimi ni wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. But we didn't get around on account of his denomination, will let him. Kupata ni dhehebu gani ambalo lingeweza kuwaruhusu? Because he will be excommunicated. Sababu angetengwa. Alikuwa anafanya hivi kwa sababu anajua kwamba kanisa lake litamtenga. So mtu anaenda kwa bunge, anajua kwamba nikipiga hii, mimi najua watu wangu watanitenga. Na nikifanya hivi, najua kwamba mkubwa wangu atanitenga. So njia kipekee mimi nisiende. Unaona? Hiyo ndio ilikuwa roho yenye ilikuwa ndani ya nani ya Jairus. Umeiona kwa siasa. Ni roho mbaya sana. Lazima usimame tu watu wajua kwamba huyu ako hivi. But his only little daughter lay at the point of death. And he had to go. Ilifaa aende. But when he found him, he found out that he was the resurrection and life. Yeye ndio ufufuo na uzima na uhai. Bwana asifiwe sana. So wakati alifika mahali sasa ikawa ngumu, sasa ilibidi ajitokeza wasiwasi na aende. Kwa sababu ni shida yenye imempeleka huko. Lakini viongozi wetu ni matumbo yenye wamepeleka huko. Bora tumbo yake imejaa, hakuna kitu chochote cha kuweza kufanya na mwanadamu. Lakini kikuja kwa maneno ya Mungu, Mungu atakusukuma mpaka utaenda. When he sent for him, a runner came and said, "Don't trouble master, for the girl is already dead." And his little heart almost fainted. But he said, Did not I say, if you will only believe, you will see the glory of God? Jairus found out that he could raise up the dead when he looked at Jesus. Jairus akaona kwamba wakati ambaye alimtazama akajua kwamba yeye ndio Mungu wa kipekee mwenye anaweza kufufua wafu kutoka, mwenye anaweza kufufua mtu mwenye amekufa kutoka kwa wafu. Bwana asifiwe sana. The hungry looked to him and found sustaining food for life. That was natural. Hiyo ilikuwa kawaida. The hungry spiritual can look to him. Roho yenye pia itamtafuta. Roho yenye iko na njaa inaweza kutafuta. The hungry spiritual can look to him and find out he is the bread of life. Mtu yoyote mwenye ako na njaa ya kiroho akiangalia kwake atajua kwamba yeye ndio mkate wa uzima wa milele. So wakati ambao tumekuja hapa, tumekuja sisi tukiwa na njaa ya kiroho na tumekujua kwamba yeye ndio mkate wa kiroho. Amen. Bwana asifiwe sana. Sababu kwa chochote chenye wewe utamuomba, yeye mwenyewe atakufanikisha na atakusaidia na atakuhifadhi. Unajua hatuwezi kumaliza. Hii inahitaji karibu wiki mzima tu, kila siku tukichapa kidogo tukienda. So wewe katika hali ya kawaida, katika hali ya kiroho, lazima umtazame aliko Yesu Kristo. Na ukitazama mahali pa Yesu Kristo ako, atakufanikisha katika maishani mwako na atakupatia mwelekeo na mwongozo ulio bora katika maishani mwako. So usikufe moyo. Hata haijalishi wewe umepitia katika hali ya aina gani. Haijalishi uko na shida, yani shida zako zimekuwa nyekundu, zimekuwa white kama hiyo, isikutishe. Njia ya kipekee wewe mkubali Yesu Kristo. Amen. Na ukimkubali Yesu Kristo, huyo Yesu Kristo ako na nguvu na uwezo wa kuweza kufanikisha kwa yote aliyotenda, sitaacha kumsifu. Neema yake imetosha, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, sitaacha kumsifu.
unipae nguvu zake, sitaacha kumsifu. Nitembee njia yake, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi, unipae wokovu wake, sitaacha kumsifu. Unipa nguvu zake, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Ninaposafiri hapa, sitaacha kumsifu. Nitakapofika mbingu, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu Mwokozi, Mwokozi. Sitaacha kumsifu aliye mkombozi. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yanivute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe. Heri nikute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Huenda mwovu shetani amekufanyia hayo maneno yenye tumeongea hapa. Huenda umetatanishwa katika njia yako, huwezi kujua mahali pa kuweza kuanzia ama mahali pa kuweza kumalizia. Pengine magonjwa ndiyo ya pale katika maishani mwako, pengine una mbele wala nyuma, uko na madeni hapa na pale kama mwanadamu. Pengine kwa nyumba yako unapitia katika shida za hapa na pale, watoto wanakuweka so stress, bibi anakuweka stress, baba anakuweka so stress, majirani ndio wale una baba la kuweza kufanya. Lakini brother Branham anasema kwamba haijalishi trap yenye mwovu shetani amekuwekea,
chenye unahitaji mkutano na Mungu. Na kama uko katika state, unajua unafika mahali unasema kwamba tutafanya namna gani, ndani ya moyo wako umeshawishika kwamba ukiingia katika uwepo wa Mungu, Mungu wako na nguvu na uwezo wa kuweza kufanikisha na kuweza kusaidia na kuweza kuondoa katika hiyo hali. Kwa sababu Musa aliwaambia kwamba Mungu aliwaambia waambie watazame ile nyoka. So njia kipekee utazame mahali aliko Yesu Kristo. Na ukitazama mahali penye aliko Yesu Kristo, Yesu Kristo ndiye ana nguvu za kutosha za kuweza kubadilisha hali katika nyumbani mwako. Umefika mahali hata njaa ndio hiyo, school fees ndio hiyo, makunguni ndio hizo kwa manyumba, sijui nini kwa nyumba, sijui watoto na magonjwa hapa na pale, majirani ndio wameinuka. Mtazame aliko Yesu Kristo. Tazama hiyo nyoka iliyoinuliwa ile ya shaba. Na nini ya shaba kumaanisha kwamba ni dhambi zilikuwa zimehukumiwa kitambo. So wakati ambapo Yesu Kristo amekuja kuhukumu zile dhambi. So wewe mkimbilie. So kama uko mahali hapo, unaweza tu kuinua mkono wako, tuombe. Hata mimi mkono wangu niinue juu, Mungu apate kuturehemu. Sisi wote mahali penye tuko hapo. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Feed me by thy manna from above. Feed me, feed me. Feed me by thy manna from above. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Oh my Lord, I am thirsty, I want to be fed. Feed me by thy manna from above. Baba, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa ajili ya wakati wa leo. Tunanyenyekea kiti chako cha enzi kwa ajili ya wakati wa leo. Tukitazama kule juu mbinguni, tunajua kwamba wewe mwenyewe Baba umeinua nyoka wa shaba kudhihirisha kwamba Bwana yote yenye tunapitia mfalme ajabu yamehukumiwa, Mungu wangu Kristo. Na wewe wakati ambapo ulishuka Bwana tu Kristo, Bwana Mungu wangu hapa duniani, ulikuja na nia Baba Mungu wangu weza kusimama katikati yetu, wewe ukipatanisha kwako na Mungu wangu. Nasi wakati ambao tuko mbele zako na jipima Bwana katika mizani jiona kwamba tumepungukiwa na utukufu wako na neno lako. Tumeenda kinyume cha mapenzi yako. Tumetenda Baba kulingana na nia zetu Kristo. Baba nanyenyekea kiti chako cha enzi kwa ajili ya wakati wale Baba, tukiomba msamaha na msamaha wetu kwa ajili ya asubuhi ya leo, vile tumeambiwa tunatazama neno lako tu Mungu wa Kristo. Kwa maana neno lako liko na nguvu, liko na ushindi, liko na mamlaka Bwana kuweza kutuongoza na kuweza kutufikisha mahali penye uko tu Mungu wa Kristo. Na Baba hatujui Baba la kuweza kufanya, hatujui ya kesho na yale yenye tunapitia Baba, napitia katika hali ngumu. Tunatamani Bwana kuweza kufanya hivi, lakini najikuta kwamba hatuwezi. Baba natamani kuweza kuishi maisha Baba yenye itakupendeza Bwana, hata pamoja na majirani walipote penye wako, lakini najikuta kwamba Baba hatuwezi Mungu wa Kristo bila wewe Baba kuweza kuja ndani yetu Mungu wa Kristo. Ndiposa Baba kwa ajili ya asubuhi ya leo tumejikuja mikononi mwako Baba, tukifanya mkutano pamoja nawe Bwana. Baba katurehemu tu Mungu wa Kristo. Kwa maana najua kwamba wote walitazama mahali penye wewe uko Mungu wa Kristo, walitoka mahali pale na ushuhuda tu Mungu wa Kristo. Baba tusaidie Baba, wakati ambao tunatoka mahali hapa tu Mungu wa Kristo, tutoke mahali hapa tukiwa na ushuhuda Mungu wa Kristo, na pia tena tukirudi Mungu wa Kristo, turudi tukiwa na ushuhuda, yani tukiwa na jeshi bora zaidi kuliko venye Baba tumekuja mahali hapa tu Mungu wa Kristo. Na Baba najua kwamba hii hali yenye tukoma mfalme ajabu, tutakaa katika hii hali Bwana hadi muda gani tu Mungu wa Kristo, na tukipima Baba jinsi vile ulimwengu unavyofanya
Baba, kuja kwa karibu tu Mungu wa Kristo. Samea makosa yetu Mungu wa Kristo. Samea watoto wetu Mungu wa Kristo. Samea baba wake wetu Mungu wa Kristo. Samea baba wazazi mfalme wa ajabu. Samea hata majirani wetu mabaya yenye wanapitia Mungu wa Kristo. Tuwe baba kielelezo kilicho chema mbele zao na mahali popote penye hapo tu Mungu wa Kristo. Yoyote mwenye atatazama mfalme wa ajabu asikaone sisi bali apate kuona ile nyaraka mfalme wa ajabu yenye iliandikwa katika hii Biblia, baba ikitembea mbele zake tu Mungu wa Kristo. Baba, nasalimisha hali yote kwako tukijua kwamba ndio mshindi na wewe ndio kiongozi katika maisha yetu. Mahali penye tumeenda kinyume, naomba msamaha mbele zako Baba, katusamehe tu Mungu wa Kristo. Baba, tukitoka tukirudi mahali penye tumekuwa mfalme wa ajabu, tusaidie tu Mungu wa Kristo. Baba, najua kwamba hii wiki Baba litakuwa Baba wiki lenye liko Baba na mambo hapa na pale tu Mungu wa Kristo. Baba, na tukisoma katika mitandao tunaona kwamba Baba ni wiki lenye mfalme wa ajabu wametangaza maandamano tu Mungu wa Kristo. Na ninakabidhi kila ndugu na kila dada, marafiki zetu Mungu wa Kristo, hata watu wote na viumbe vyote mikononi mwako Baba, kwa wakinge na damu ya Bwana Yesu Kristo. Baba, kawasaidie kuwafanikisha tu Mungu wa Kristo. Kwa maana jomba wengi wanapitia katika hali ngumu na katika hali ya kuweza kutanisha hapa na pale. Lakini wasaidie, wasimamishe Baba katika utukufu wako na katika ushindi wako tu Mungu wa Kristo. Baba, nakabidhi yote kwako tukijua kwamba wewe mwenyewe utakuwa na pamoja na kila mmoja wetu na ni katika kila mmoja wetu Yesu Kristo mpata kuamini. Amen. Niongoze safarini, mbele unichukue.